Mwenyekiti, naomba swali langu namba 296 lipate majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mkoa wa Mtwara, serikali imeshapeleka miundombinu ya usambazaji gesi asilia katika baadhi ya maeneo ambapo jumla ya nyumba 425 na taasisi 4 zimeunganishwa na mtandao wa matumizi ya gesi asilia katika maeneo ya Mtwara mjini. Pia, serikali kupitia TPDC ipo katika mpango wa kuunganisha nyumba zaidi ya 865 katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mtwara ambapo kuna miundombinu ya bomba la gesi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Tunza Isa Malapo. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu hayo nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, nataka kujua ni lini hizo nyumba 865 zitakuwa zimeunganishwa kwa sababu wananchi wanahitaji huduma hiyo. Swali la pili, kwa kuwa huduma ya gesi ya kuunganisha kwenye bomba ina gharama nafuu kuliko ya mitungi na kasi ya kuunganisha imekuwa ndogo sana, nataka kujua ni nini hasa mkakati wa serikali wa kuongeza kasi ya kuunganisha ili nyumba nyingi zipate kuunganishwa, wananchi wapate nafuu, hasa wale wananchi wenye kipato cha chini. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri la kutaka kufahamu mipango ya serikali kuhusiana na kuunganisha gesi asilia kwa wananchi wa Mtwara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa zile nyumba 865 mpaka sasa tushafanya usanifu wa kihandisi kwa ajili sasa ya kwenda kwenye hatua ya kuunganisha. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge muda wa hivi karibuni tutaanza zoezi hilo la kuunganisha kwa sababu tumeshafanya usanifu wa kihandisi. Lakini kwenye swali la pili la mkakati wa serikali, tayari Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu alielekeza wakala wetu wa nishati vijijini REA kuhakikisha na wao wanaweka nguvu kwa kushirikiana na TPDC ili tuweze kuongeza kasi ya kuunganisha umeme au kuunganisha gesi asilia katika nyumba hizi zilizopo Mtwara lakini pamoja na Lindi. Kwa hiyo serikali imeliona, tumeshaiambia taasisi zetu mbili, wakala wa nishati vijijini na shirika la maendeleo la petroli wafanye kazi kwa pamoja ili washirikiane kuona kwamba kasi inaongezeka ya kuunganisha wananchi hawa wa Mtwara lakini pamoja na Lindi vile vile. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Dorothy Kilavi, nimekuona. Asante Mwenyekiti. Na mimi naomba kuuliza, je, serikali ya MONI iko haja sasa ya kuunganisha gesi ndani ya masoko yetu Stereo, Temeke pamoja Keko na Mtoni kwa ajili ya baba ntilie na mama ntilie ambao wanapika ndani ya masoko hayo? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunao mkakati kupitia TPDC wa kuendeleza miradi ya kuunganisha gesi asilia kwa maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa masoko ambayo haya ameyataja Mheshimiwa mbunge, tumeyapokea, tutaenda kuyafanyia tathmini kuona lile ambalo linawezekana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Condesta Sichwale, nilikuona. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Kwa kuwa hivi siku za karibuni Wizara ya Nishati walipita kugawa mitungi ya ruzuku. Na kiukweli kwenye maeneo ya vijijini kulingana na jiografia watu wachache sana walipata. Je, Wizara ya Nishati hamuoni mtumie ushauri huu? Mpeleke hiyo mitungi ya ruzuku na mkaweke kwenye ofisi za watendaji wa kata. Ili kila mwananchi ambaye anataka kupata mtungi huu aende na kitambulisho cha NIDA, afike ajiandikishe kwa wakati atakaopata, ili kuliko vile mlivyokuwa mnafika kwenye eneo watu wachache wanapata na baadhi ya vijiji wanakosa. Mnaonaje kuchukua wazo hilo ili mitungi ya ruzuku wafikie Watanzania wote? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru kwa ushauri wa Mheshimiwa mbunge. Wakati tunaanza zoezi hili la ugawaji wa ruzuku ambapo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mkakati huu ambapo tumeweza kupata mitungi takriban 420 ya ruzuku kwa ajili ya wananchi. Na utaratibu tulionao ni kwamba kila mwananchi anayechukua mtungi ni lazima achukue kwa namba yake ya NIDA ama kitambulisho chake cha NIDA. Kwa hilo tumezingatia kuhakikisha mwananchi mmoja anapata mtungi mmoja. Lakini kwa kuwa tulikuwa tumetenga mitungi takriban 3255 katika wilaya, na huu ndo kuanza utekelezaji wa mkakati wetu wa nishati safi ya kupikia, niwahakikishie waheshimiwa wabunge, mkakati huu ni wa miaka 10.
Kwa mwaka huu wa fedha na kwa kipindi hiki tulikuwa tumetenga hii mitungi 420. Mkakati huu ni endelevu, tutaendelea kuja na mikakati na hatua mbalimbali za kuhakikisha tunaendelea kuwafikia wananchi wengi ili na wenyewe waanze kutumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo ni mwanzo tu, kazi inaendelea. Kwa kipindi cha miaka 10 tutakuwa tumefikia 80% ambayo ndio maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nakushukuru sana Mheshimiwa Judith Kapinga, Naibu Waziri Wizara ya Nishati, kwa majibu hayo ya waheshimiwa wabunge.